asifiwe. Nataka tuombe ndio tuanze lesson yetu ya siku ya leo. Naamini ya kwamba tutabarikiwa na neno tutakapokuwa tukiendelea. Baba, katika Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya ukuu na wema wako. Tuko mahali hapa tena Bwana, tunapoanza Bible study yetu. Tuomba utubariki, tuomba Baba ukatunene, tuomba ukatupe ufunuo zaidi ya maandiko yako ufalme. Na ni katika Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Jumapili iliyopita kwa kuwakumbusha tu, tulianza mafunzo yetu katika kitabu cha Romans na tukasoma kuanzia Romans chapter 1 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 17, na siku ya leo tutaendelea kutoka mstari wa 18, na kama vile niliwaahidi ya kwamba mstari wa 18 inaongea kuhusu watu wakiwa na hitaji ya Mwokozi, ama people needs a savior. Paul alikuwa anaandikia Warumi ya kwamba kulingana na yale matendo ambao wako nayo, imefika wakati wanahitaji Mwokozi, na akajaribu kuwaelezea kuhusu hasira ya Mungu, na hii hasira ndio itafanya wanahitaji ya Mwokozi. Baada ya kutenda dhambi, Mungu akakasirishwa na wao, na imefika wakati sasa Mungu akaona ni vyema awape Mwokozi. Na sasa hapa Paul ndio anajaribu kuwaelezea kwa nini ama ni kitu gani wanahitaji kulingana na ile matendo ambao wametenda. Mstari wa 18 mpaka mstari wa 32 sana sana inaongea kuhusu hasira ya Mungu ambayo imekuja juu ya mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Na ukiangalia mstari wa 18 mpaka wa 32, sana sana hapa Paul anaongea kuhusu ama anaongelesha watu wa kimataifa, na anajaribu kuwaambia ama anataka kuwaelezea ya kwamba wamepatikana ama wako na hatia. Kwa Kiingereza tutasema ya kwamba Paul found Gentiles to be guilty, ama Paul akapata watu wa kimataifa wakiwa na hatia. Jambo la kwanza ambalo anaongea kuhusu baada ya hii hatia ni revelation ya hasira ya Mungu, ama revelation of God's wrath, ama revelation ufunuo wa hasira ya Mungu. Ukiangalia pale katika maandiko pia unaona kama vile nimesema ya kwamba wale ambao ni recipients ama wenye walikuwa naandikiwa hii barua walikuwa ni wale ambao ni watu wa kimataifa ambao ni Gentiles, na Paul anaelezea tabia zao ambao ni tabia ambazo zimekatazwa ama zimekuwa rejected by God. Na hii ukiangalia katika vile Paul ameelezea tabia, utaona hakika ya kwamba wale Gentiles ni watu ambao walikuwa kabisa hawajamjua Mungu, na hata hawajamtambua, hawajawahi msikia. Ni watu walikuwa tunasema kwa jina hili walikuwa watukutu, na hakuna kitu walikuwa wanaelewa kuhusu Mungu. Na sasa Paul anajaribu kuelezea vile hasira ya Mungu ilivyo. The wrath of God is an expression of his righteousness. Ate utukufu ama utakatifu wa Mungu unadhihirisha sana ile hasira ambayo ako nayo, ikimaanisha ya kwamba hasira ya Mungu inaonyeshwa, ama unapoangalia hasira ya Mungu na uangalia utakatifu ambao Mungu anataka watu waishi ndani yake, unaona uzito wa ile hasira. Ni kama vile unaweza angalia kitu kizuri na uangalia kingine kibaya, ulinganishe uone comparison ya kibaya na kizuri kiko na tofauti kubwa sana. Kwa hivyo nao hasira ya Mungu inakuwa mingi zaidi kwa sababu ya utakatifu wa Mungu ambao angetaka watu waishi ndani yake. Na pia jambo lingine ni ya kwamba hasira ya Mungu ni response to sin. Ni response ya Mungu kwa dhambi. Wakati Mungu anapotazama dhambi na anajaribu kulipa mwenye dhambi na hasira yake,
the more uzito wa dhambi uko, the more uzito wa hasira uko, na the more punishment ambao inatokana na ile dhambi kwa sababu ya ile hasira itakuwa nzito. Jambo lingine hapa nataka tuangalie ni sababu ya hasira ya Mungu. God held the just responsible for the actions, ama Mungu aliwahukumu watu wa kimataifa na akawafanya kuwa responsible kwa matendo yao kwa sababu ambazo naenda kutaja. Jambo la kwanza, Gentiles ama watu wa kimataifa walikuwa wamekataa jambo ambalo walikuwa wanajua ni ukweli. They rejected what they knew was true. Jambo la pili ambao lifanya wachukuliwe ama wawe responsible kwa Mungu kwa sababu ya matendo yao, they exchanged worship of creator for what was man-made. Walibadilisha kumwabudu Mungu wakaanza kuabudu sanamu. Kumbuka pale walikuwa wanaweka sanamu na wanakosa kupatia Mungu nafasi. Mungu anapowatazama akaona hasira yake ikapanda zaidi kwa sababu ya kubadilisha ka worship ya mwenye kuumba ambaye ni Mungu na kuanza kuabudu vitu ambazo sitengenezwa na mikono ya watu. Jambo lingine ni ya kwamba they turned away from what they knew, ili kumaanisha ya kwamba wakabadilika ama wakabadilisha mawazo yao kutoka kwa yale mambo ambayo walikuwa wanajua na wakaenda kwa mambo ambayo ni ya kikawaida. Waliachana na mambo ya Mungu kama ile walikuwa wamefundishwa na wale ambao waliwahubiria, yale ambao walikuwa maelezo mara kwa mara, na wakaanza kuendea ama kufuata mambo ya kikawaida. Jambo lingine ni ya kwamba they denied what was clear in their inner consciousness, yani ya kwamba walikuwa wanafuata mambo ambao ni yao wenyewe, lakini ile ambao tunaweza kusema inaitwa consciousness wanakosa kuifuata, wanafuata yao. Wakati mtu anapoishi na kutenda mambo, kuna sauti ambayo ni ya Mungu ambayo inamnenea ya kwamba hii jambo washa kutenda hii, unafaa kutenda hii ili ukae katika mapenzi ya Bwana. Lakini wale wakakosa kusikia hiyo sauti na wakaanza kutenda yale mambo walikuwa nafikiria kwa mawazo yao yenyewe. Jambo lingine bado nataka tuangalie consequences of God's wrath, ama yale matokeo yaliyopatikana baada ya ile hasira ya Mungu. Na hili ni jambo ambalo ningetaka kutaja na ningetaka kila mmoja anielewe vyema. Ya kwamba wakati Mungu anapojaribu kurekebisha mtu na kumrudisha katika njia, inafika wakati, na ni wakati ambao ni mbaya sana katika maisha ya Wakristo ama katika maisha ya binadamu, na inafika wakati ambao tunaweza kusema Mungu anakupeana ama anachokeshwa na wewe na anakuashia utende yale mambo ambayo unataka. Kwa sababu wakati amejaribu kukurekebisha, wakati amejaribu kukurudisha katika njia, anakuashia asema basi ikifika hapo ya sasa fanya yale ambao unaona inakufaa. Fanya yale ambao unaona roho yako inatamani ama vile unafikiria kufanya. Na hiyo ni wakati ambao ni mgumu sana wapendwa. Ni wakati ambao ni mbaya sana. Wakati ambao tukikaa katika hali ya kurekebishwa na hali ya kuwekwa ndani na Mungu, ni wakati ambao ni muhimu sana kwetu. Lakini itakapofika wakati Mungu atuashirie kwa mambo ya dunia, Mungu atuashirie kwa mikono ya shetani, na tukose kuwa na mahali pa kukimbilia, na tukose kuwa na mahali pa kutafuta msaada ama usaidizi, Mungu ametuondokea, macho yake imekosa kutuangalia, tunaashwa tujiamulie wenyewe tunafaa kufanya nini. Hii ni wakati ambao ni mbaya sana, kwa sababu tamaa za dhambi, sinful desires, degenerate into sinful lust, and then further degenerates into depraved mind. Mawazo ama tamaa ambazo ni zetu, desires ama tamaa zetu zinatokea kwa kiu ama tamaa na kiu za mambo mabaya, ambayo ikiendelea vile inaingia kwa dhambi ama kwa mafikira ambao imejaa dhambi na imejaa matendo ambayo ni mabaya.
Na wakati Mungu anatuashiria na kusema kwa sababu nimeshindwa na nyinyi, nimewaashiria mfanye vile mnataka. Hiyo ni jambo hapo kama vile nimesema hapo ni hatari sana. Katika kitabu hapo tunaendelea kusoma. Hapa nimesema ni kutoka verse 18 mpaka 32. Ilifika wakati kama vile Paulo aliandika, akawaambia mahali mmefika, Mungu amewaashiria ama atawaashiria kwa tabia ambazo mnaona sinafaa. Na mimi nikiwa Mungu sitakuwa na kuangalia tena. Mimi nikiwa Mungu nimejaribu kuwatengeneza na kujaribu kuwaonyesha vile mnafaa kufanya, na kwa sababu mmekataa, Mungu akawaambia nimewaashiria mfanye vile mnaona inafaa. It is a very terrible thing. Wakati Mungu ameabandon wale watu ambao wameenda na njia ambazo sio njia zake, na waende kwa njia ambazo inawafurahisha, kwa sababu dhambi nazo ndio itakuwa ikiwaongoza. Wanapofikia kwa hiyo chochote wanaendelea kufanya. Kumbuka kama umesoma hiyo maandiko, ilifika wakati ikawa mtu anatenda ile kitu ambao anaona inamfaa, na the worst judgment in life in hiyo ya kupatia sinful people kupatiwa nafasi ya kutenda matendo yao, na hakuna mkono ambao utawazuia kutenda yale mambo ambayo ni mabaya. Mungu atusaidie sana. Paulo akaambia watu wa Roma ya kwamba hakuna judgment ambayo ni mbaya sana kutoka kwa Mungu kama Mungu kukuashiria. Ni vyema tujue hata wale watu ambao labda hawajaokoka, kuna kitu ambao wanatenda wakiongozwa na Mungu, kwa sababu wakiashiriwa, mwili huu ambao tuko nao unaweza kutuelekeza katika mambo mengine mabaya sana. Na ndio Paulo anaambia wa Roma ya kwamba msipobadilika, msipoenenda kwa Bwana na hali ya kubadilika, Mungu atawaashiria katika hali ambao mtatenda yale ambao akili zenu ama mili yenu inatamani. Jambo ambalo lingine ambalo na batuni nataka tuangalie, sasa nataka tuingie katika chapter 2 kuanzia mstari wa kwanza. Na kama vile niwaambia ni kwamba unafaa upate nafasi ya kujisomea, yangu ni kusummarize vile hizo maandiko zinasema. Sasa tumemaliza mstari chapter 1, tuko chapter 2. Katika chapter 1 mahali tulianzia leo, nimewaambia Mungu alikuwa anaona watu wa mataifa wakiwa na hatia, na sasa imefika wakati kuanzia chapter 2 anaongelesha Jews ambao pia katika ile maisha ambao walikuwa naishi bado Mungu aliwapata wakiwa na hatia. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka 16 ya chapter 2, katika mstari hii tunaweza kuona ya kwamba either Mungu alikuwa anaongeza wale ambao anaongelesha wale ambao tunazaita Gentile moralist ama Jewish critic. Na kulingana na watu wengi hapa, Paul sana watu wengi wanaona ni kama alikuwa anaangazia sana Jews katika hii passage. Na ukiangalia kutoka mstari wa 5 mpaka 11 utaona ni sana wale ambao wananenewa na Paul ni Jewish, na anajaribu kuambia kwamba yale mambo ambayo wanayaelewa sana, imefika wakati wanakaa ni kama wanataka kuyaasha. Lakini tunapoingia kwa upande wa Jews, ni mambo ambayo wameyaelewa sana. Wanajua vile historia yao iko, mahali Mungu aliwatoa, vile Mungu alitumia akina Musa, vile Mungu ametumia manabii kuwanenea, vile Mungu amekuwa pamoja na wao katika njia mingi. Lakini Gentiles walikuwa yale mambo yote ni kusukumiwa. Hata sisi tunapotazama ama ukitazama ile kabila ambao umetoka, unaweza kuwa umesikia ya kwamba kabila hii letu tulitoka mahali fulani tukaenda hivi, lakini mambo ya Mungu kuingizwa ndani yetu inachukua muda, na ni jambo ambalo ni nzito na jambo gumu kufanya uweze kuielewa. Wale watu waliotutangulia katika familia zetu na katika ukoo wetu, kuna wale ambao walikuwa hataki kusikia mambo ya wokovu, wanataka tu kusikia mambo ya ukoo,
vile vile wametoka, vile wamefika mahali wametoka, na inalingana na kila ukoo. Lakini sasa hapa tunaongea kuhusu watu walioongozwa na Mungu kutoka mwanzo. Mungu akawanenea ambao ni Jews, na akawaonyesha njia kwa kila hali, na wamefika mahali wameanza kuacha zile njia na kuanza kuabudu miungu ingine, wanasahau Mungu ambaye aliwaumba. Na hapa tuangalie kanuni za judgment ambayo imefunuliwa katika chapter 2 mstari wa 5 mpaka wa 16. Hapa nataka tuongee kuhusu 7 principles of divine judgment. Ya kwanza, God's judgment is certain, ama hukumu ya Mungu ni hakika. Hiyo ni mstari wa 3. Jambo la pili, tuende kwa haraka, God's judgment is universal. Hiyo inamaanisha hukumu ya Mungu ni kwa kila mmoja, haijalishi ni mkubwa mdogo, kabila hii ama hii, so long as wewe umesikia ujumbe na umekosa kutenda vile Mungu amesema, hukumu ya Mungu ni kwa kila mmoja. Namba 3, God's judgment is based on truth. Ama hukumu ya Mungu iko based katika ukweli, ambao ukweli unapatikana katika neno lake. Jambo la 4, God's judgment is based on what one does. Utahukumiwa kwa yale matendo ambayo umetenda. Ukiangalia kitabu cha Revelation, Biblia inatuambia kwamba kitabu ikafunguliwa, majina ikasomwa, na kila mmoja akahukumiwa kulingana na ile matendo ambayo ametenda. Hiyo ni wakati Yohana alikuwa anafunuliwa kuhusu yatakayotokea wakati wa hukumu ya Mungu. Number 5, God's judgment is impartial. Ama hukumu ya Mungu haina mapendeleo. Kwa Mungu hakuna corruption. Kwa Mungu hakuna kusema ati hapa ilikuwa. Hakuna kipendeleo. Utahukumiwa kulingana na yale mambo ambayo umetenda. Na utahukumiwa kulingana na jinsi ulivyo. Hakutakuwa na mwenye alikuwa na fedha. Hakutakuwa na mwenye alikuwa masikini. Hukumu ya Mungu haina mapendeleo. Namba 6, God's judgment is based on the right given. Hukumu ya Mungu itaenda kulingana na hiyo mwangaza ambao uliambiwa ufuate. Mwangaza tumepewa neno. Mwangaza tumepewa neno la Bwana. Utakapofuata hiyo mwangaza, utahukumiwa kulingana na vile ulifuata, kulingana na vile ulisikia. God's judgment is through Jesus Christ. Kumbuka Yesu alikuja hapa duniani. Na alipokuwa akiishi hapa duniani, kama vile tunajua kwamba alikuwa 100% Mungu na 100% mtu. Yale mambo ambayo napitia sasa, Yesu Kristo alipitia. Kama ni majaribu, alijaribiwa. Kama ni kuteswa, aliteswa. Kama ni matusi, alitusiwa. Kama ni kupigwa, alipigwa. Kama ni njaa, aliona njaa. Lakini na hakuna kitu ambao utasema ya kwamba hii ndio ilifanya nikose kufuata Kristo. Kristo alikuja hapa kuwa mfano ili aoje mambo ambayo tutayaoja. Na kwa sababu alishinda, hata sisi inahitaji na tunafaa kushinda. God's judgment is through Jesus Christ. Jambo ambalo ningetaka uelewe vyema ni ya kwamba salvation ama wokovu is through Jesus Christ. And judgment will also be through Jesus Christ. Kama vile nimeelezea, wokovu ni kupitia kwa Yesu Kristo. Hukumu itapitia tu through Jesus Christ. Anajua yote yaliyo hapa duniani, anajua yale ambayo tunapitia. Kwa hivyo hatutakuwa na kitu ya kusema ati imekuwa gumu, kwa sababu yote Kristo alioja. Judgment will be based on the truth. Judgment itakuwa based na ukweli, na kama vile nimesema, ukweli ni injili ya Kristo, mwangaza ambao ni revelation of truth. And therefore a person, whatever a person has received and whatever a person does, hiyo ndio itatumika katika kumjaji. Ile kitu umesikia na baada ya kusikia ni nini unatenda, hiyo ndio itawekwa wazi. Uliambiwa hii ni baya, lakini wewe ukatenda hii. Uliambiwa hii ni nzuri, lakini ukatenda hii. Hii ndio itasimama na ndio itafanya uweze kuhukumiwa.
Kwa hivyo hakutakuwa na kusema hata sikusikia. Ile hujasikia na unatenda kwa kutojua, hiyo haina kufanya hukumiwe. Lakini ile umesikia, ukaambiwa washa usherati, ukaambiwa washa ulevi, ukaambiwa washa hii na hii, na ukaendelea kutenda, hiyo ndiyo itafanya hukumiwe. Yale mambo nasema ni yale yote Paulo aliandikia wa kanisa ya Warumi. Na kama vile tulisema, nataka hii funzo ambayo ilifundishwa Warumi, hii barua iliyoandikiwa Warumi, iwe ya msaada wetu, iwe msaada wetu kama tukua kanisa la Kayole. Advantages and responsibilities of a Jew. Mstari wa 17 mpaka 28 wa chapter 2 ndio tunaangalia hizo responsibilities and advantages. Na jambo la kwanza ni ya kwamba more is required of those entrusted with great privileges. Unapopatiwa privileges kubwa, mazuri mengi yanahitajika kwako. Na ndio tukasema hii maandiko inaandikiwa Jews. Walikuwa wamependwa sana na Mungu na wakainuliwa kiwango juu sana na Mungu na wakawekwa mahali ambao ni tofauti na wengine. Kwa hivyo naye Mungu alikuwa anatarajia mazao yao na matendo yao yawe mazuri kuliko watu wengine wote. Nasi kama kanisa la Kayole, Mungu ametuokoa akatutoa kwa dunia. Tunatarajiwa tuzae mazao mazuri. Kuna mazao Mungu anatarajia kwetu ambao sio kama ya wale watu hawamjui Mungu. Nimesema ya kwamba hata wale hawajaokoka kuna Mungu ndani yao unaofanya wengi watende matendo ambao inaandamana na mapenzi ya Bwana hata kama hawajaokoka. Lakini sisi tuko na hiyo roho ambayo kutufanya tutende matendo yale. Paulo kaendelea kuambia kwamba katika hiyo chapter ya kwamba circumcision and other rites hayana value. They are only a symbol of one's inward commitment to God. Akawaambia mambo ya kutahiriwa na mambo ya kutenda yale ambayo katika sheria inaonyesha tu vile umejitolea kwa Mungu, lakini kuna ingine zaidi ya ile ambayo inatarajia kufanyika, kwa sababu nyinyi hamuko ndani ya ile sheria ambazo ni za zamani, muko juu ama chini ya sheria zingine ambazo ni za watu waliobadilishwa na wakafanyika kuwa viumbe vipya. Jambo lingine, great privilege brings greater accountability. Unapopatiwa privilege kubwa, unafaa kuwa na uwajibikaji zaidi. Unafaa kuwajibika kuliko wale ambao hawajapata hiyo privilege. Tumepatiwa privilege wapendwa, na kama vile watu wa Romans waliambiwa, tunahitaji kuwajibika zaidi. Jambo lingine ni ya kwamba God has given to all people equal advantage and therefore equal responsibility. Jews wanaendelea kunenewa na Paul ya kwamba wamepatiwa advantage, na kwa hivyo wanahitaji kuwa na equal responsibilities. Hiyo inamaanisha nini? Wakati tuko katika huduma, kama vile Warumi walikuwa naambiwa, ile jukumu ambayo tumepewa inafaa tuwe responsible. Na wakati umeshika jambo fulani kwa kanisa kihuduma, unafaa unapoishika usiangalie mwenzako kama anafanya nini. Wewe hiyo leo umeshukua, shika kabisa. Yaweza kuwa wewe kazi yako ni intercessor. Hata wakati huu ambao tumekosa nafasi ya kuingia kwa ibada, unafaa ushikilia hiyo jambo ambalo ni intercessory. Wewe ambao kazi yako ni kutumia wengine ujumbe wa kuwahimiza, endelea kufanya vile bila kuzuia, bila kukoma na bila kupungukiwa na bila kuona ni kama unafinyika kwa pande moja ama nyingine. Wewe ambao kazi yako ni kuhimiza wengine kwa mambo mengine ya kifamilia, endelea kufanya vile. Tafuta njia ya kufanya kazi ambayo Mungu amekuteua ufanye. Kama kazi yako ni kuja kwa ibada, kuja kwa kanisa kuangalia kama kuna jambo ambalo nataka kuangaliwa upande wa usafi, usigoje mpaka kanisa itakapofunguliwa. Endelea kufanya huduma yako, kwa sababu hiyo responsibility ambayo umepewa, na mwingine akapewa yake na mwingine yake, inafanana. Ni kama vile tuko na advantages ambazo zinafanana. Naamini ya kwamba kila mmoja amenielewa. Sasa tuko chapter 3 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nafikiri hiyo summary inaingia,
Na ndio nikasema tunapofika mwisho naendelea kusoma, ndio tunapoelezea maana ya hiyo verses inakuwa kwako inaingia vyema. Jambo la kwanza, na tuangalie 3 truths. Jambo la kwanza, Christians, 3 truths. Sikiza vyema. Christians, like Jews, have been entrusted with the word of God. Our unbelief does not do away with God's faithfulness. Hiyo jambo la pili. Jambo la tatu, God is fair in all of his judgments. Nimesema jambo la kwanza ni ya kwamba Wakristo kama vile Jews walikuwa wamekuwa entrusted with the word of God. Jambo la pili nikasema kutoamini kwetu haifanyi ama does not do away with God's faithfulness. Na mimi naongea na watu ambao wanaelewa hiyo lugha. Jambo la pili ya tatu ni ya kwamba God is fair in all his judgment. Unapo nena kuhusu judgment, ujue ya kwamba chochote ambacho unafanya hapa, utakapoendelea kufanya mambo mazuri, Mungu wetu atakuwa fair na atakuhukumu kulingana na hiyo matendo. On the other side, kama unafanya mabaya, atakuwa bado fair na atakujudge kulingana na matendo yako maovu. The entire world is guilty. That tuko number 3. Kumbuka ya kwanza tusema Gentiles ni guilty, tukasema Jews. Sasa Romans 3 kuanzia chapter 3 kuanzia verse 9 mpaka verse 20 inaongea kuhusu dunia yote iko na hatia. Kumbuka tunaongea kuhusu barua ya Paul alipoandikia Warumi. Na ya tatu akasema dunia mzima imepatikana na Mungu ikuwa na hatia. Verse 9 to 20. Nasema ya kwamba ukiangalia pale hiyo maandiko inasema ya kwamba no one is righteous. Hakuna yeyote yule ambaye anaweza sema ati yeye hana dhambi. The entire human race needs salvation. Kila mmoja kila mahali duniani tunahitaji wokovu. Hata ingawa Paulo alikuwa anaandikia Warumi, imefika sasa chapter 3 anasema dunia yote inahitaji wokovu. Dunia yote imetenda dhambi. Katika dunia mzima hakuna yote aliye mtakatifu. Kwa hivyo tunahitaji wokovu. Number 2, no one can be declared righteous by observing the law, because no one can observe it perfectly. Hata wale ambao wanajirani kama wanatii sheria sana. Najua kuna wale ambao wanatenda mambo mpaka hata unaogopa. Kama siku ya saba unapata wengine hata shika kitu na mkono. Hata unakumbuka katika maandiko kuna mmoja ambaye Yesu alimponya wakati wa Sabato na ikawa na shida kubwa sana kwa sababu alikuwa na usafi hiyo siku kulingana vile ilikuwa imeelezewa katika Agano la Kale, katika sheria za Musa. Na hapa tunaambiwa kwamba hakuna mtu ambaye anaweza hesabiwa mtakatifu kwa sababu ya kufuata hizo sheria, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna mwenye anaweza kuzifuata mpaka ya mwisho. Hiyo ingine ni ya kwamba the purpose of the law is to make us conscious of our sin. Ile sheria ilikuwa inaletwa ndio wakati nasema usiibe, wakati unapoona kitu ya mtu unasikia ndani yako kuna kitu inakuhukumu ya kwamba tuliambiwa kuiba sio vizuri. Sheria imesema tusiibe. Unapoambiwa uabudu sanamu, unakumbuka vile sheria imesema msiwe na mungu mwingine isipokuwa mimi. Lakini hiyo haijakufanya kuwa mtakatifu, haijakufanya kuwa righteous. Ni kuwapa tume wapa hiyo kufanya hiyo dhambi. Lakini akili yako imeshafuka already. Kwa hivyo the purpose of the law ilikuwa kutufanya tuwe conscious of our sin. Ama yale ambayo tunatenda tunajihukumu wenyewe ndani yetu. Kusamarazi hiyo ni nataka kusema ya kwamba wale ambao ni Jews na Gentiles walikuwa na hatia kwa sababu kila kitu ambao walifanya walikuwa nafanya mambo ambayo yanafanana na walikuwa kama Paulo anawaambia kwamba hata kama walikuwa ni wengine ni Jews, wengine ni Gentiles, wengine ni mataifa, kila mahali duniani kama vile tumesema
wote walikuwa na hukumiwa the same, kwa sababu matendo yao ilikuwa the same. Tukienda kwa Gentiles walikuwa guilty of rejecting the revelation God gave through creation. Gentiles wote walikuwa, ukiwaambia ate tulitoka kwa Adam, hata ni kweli kwa kila mataifa, ni watu wengi sana hawajaamini ati tulitoka kwa wazazi wetu wa kwanza. Gentiles wakati ule wa barua ya Paul, ile kitu ilikuwa imeokipa akili yao sana, ni ya kwamba hakuna kitu kama Mungu kuumba dunia. Na vile tunaambiwa kwamba dunia iliumbwa, na vile tulikuja kuishi kama watu, hiyo kitu walikuwa nakatana na yao. Nao Jews walikuwa guilty of rejecting revelation ya Mungu through the scripture. Maandiko yanayoongea mambo ya revelation, Jews walikuwa wanapigana nayo sana. Mungu atusaidie. According to today's topic, ambao ni kuanzia mstari wa 18 wa Romans chapter 1 mpaka mstari wa 20 wa Romans 3, tunaweza conclude jambo moja, na tutakubaliana hili jambo moja, na utasoma zaidi na utakubaliana mimi kama hujafunuliwa hivi. Nataka kusema ya kwamba we cannot conclude that we commit sin but we are not sinners. Hakuna mwenye sema hatendi dhambi. We commit sin but we are not sinners. What do I mean? Tunatenda dhambi lakini sio yenye dhambi. Dhambi ya Kristo ilitukomboa. Lakini katika maisha yetu ya kila siku, hata Yesu mwenyewe alisema, hakuna aliye mwema, hakuna aliye mtakatifu, hakuna aliye msafi isipokuwa Baba yetu ambaye anaishi mbinguni. Nasi ile maisha ambayo tunafaa kukaa, kitu ya kwanza ni kujiepusha na dhambi na kujaribu kukaa maisha ambayo ni ya utakatifu. Lakini one or another tuajipata saa nyingine, kama vile Paulo alisema ya kwamba najaribu kutenda mazuri, alafu najipata na tena mabaya. Ikifika wakati kama huo, tunaambia Mungu atusaidie na tunaambia Mungu atusamehe, lakini haimaanishi ya kwamba hatujaitenda dhambi. No one is perfect. No one is righteous. Yeye tunafaa kufanya ni tuishi kama vile Paulo alienea wa Romans. Mara kwa mara tunajaribu kutenda mapenzi ya Bwana, lakini tukijipata tumetoka nje, tunarudi kwa Mungu, tunatubu na Mungu anatusamehe, na tunajaribu kutenda yale Mungu ametuagiza. We commit sin but we are not sinners. May God help us. Na kwa leo tutafikisha hapo, na next time ama next Sunday tutaendelea na hiyo mafundisho, na tutaanza chapter 3 mstari wa 21, tutaenda mpaka chapter 5 mstari wa 21. Tuendelee kusoma ili tutakapokutana iwe tu ni kusummarize, na Mungu atatubariki na tuweze kuyaelewa hayo maandiko vyema. May God bless you. Nashukuru sana kwa sababu ya hiyo nafasi. Nataka tuombe ili tuweze kufikisha hapo, na Mungu atubariki tuweze kukutana siku ya sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa sababu ya neno lako Bwana. Ulisaidia ndugu yetu Paul akaweza kunena kanisa ya Warumi. Siku ya leo hii neno ni sisi na nenea kama kanisa la Kayole. Na nenea kila mmoja Baba, ukambariki. Na inua kila mmoja mbele zako Bwana. Baba, endelea kutufunulia maandiko yako jinsi unataka tuyaelewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na pia tunashukuru. Amen. God bless you.